Kuna saa ambazo si kila mtu huzielewa, saa ambazo dunia hulala lakini mbingu huwa macho. Ni kati ya saa 8 usiku hadi saa 11 alfajiri. Kimya kinatawala, hewa inakuwa nzito na kuna mambo yanaanza kutokea, si kwa macho ya kawaida, bali kwa walio macho kiroho. Wakati wengine wanapumzika, kuna wanaolia kwa Mungu kwa sauti ya chini, kuna wanaopigana vita visivyoonekana, na kuna wanaobadilisha hatima zao bila kelele yote. Huenda wewe umekuamka ghafla usiku bila sababu. Huenda kuna kitu kilikuwa kinakuita lakini hukukielewa, kwa sababu kweli ni huu: sio kila kuamka usiku ni bahati mbaya. Wakati mwingine ni mwaliko wa kuingia katika eneo la siri, mwaliko wa kuzungumza na Mungu kwa undani zaidi, mwaliko wa kugusa nguvu ambayo wengi hawajui. Katika video hii sitazungumza mambo ya juujuu, nitakupeleka hatua kwa hatua kwenye ukweli uliojificha kuhusu yale yanayotokea unapochagua kusimama katika maombi wakati dunia imelala. Sikiliza kwa makini video hii, kwa sababu huenda hiki unachokwenda kusikia kikabadilisha kabisa maisha yako. Kabla tujiendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukayaangalie mambo 15 yanayotokea unapoamka kufanya maombi wakati wa usiku wa manane. Namba 1, unafungua lango la kiroho. Katika saa hizi anga la kiroho huwa tulivu, kelele za mchana zimepungua. Hii inafanya maombi yako yaingie kwa urahisi zaidi mbele za Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 119 na mstari wa 62 imeandikwa nukuu, katikati ya usiku nitaamka kushukuru, kwa sababu hukumu zako za haki. Hii inaonyesha kuwa hata watakatifu wa zamani walitambua nguvu ya kuomba usiku wa manane. Kwa hiyo wakati wa usiku wa manane ni wakati ambao unapoamka kufanya maombi yale yanafungua lango la kiroho. Lakini jambo la pili linalotokea unapoamka kufanya maombi wakati wa usiku wa manane, kuanzia saa 8 za usiku mpaka saa 11 alfajiri, unavunja minyororo ya kiroho. Maombi ya usiku yana nguvu ya kuvunja vifungo visivyoonekana, vizuizi, laana na mashambulizi ya adui. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo sura ya 16 na mstari wa 25 hadi wa 26 imeandikwa nukuu, lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Hii si hadithi tu, ni kanuni ya maombi ya usiku ambayo inaleta matetemeko ya kiroho. Kwa hiyo unapoamka kufanya maombi wakati wa usiku wa manane, unavunja minyororo ya kiroho. Kila minyororo ambayo isionekana, yamkini kwenye kazi, yamkini ni kwenye familia. Kwa hiyo unapoamka kwa ajili ya kufanya maombi muda huu, ni wakati ambao unakuwa unavunja kila vifungo vya kiroho ambao vinazuia maisha yako. Unavunja. Unaona, Paulo na Sila, Biblia inasema lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi. Kumbe wakati unafanya maombi ya usiku wa manane, vifungo huwa vinavunjika. Yamkini kuna mambo ambayo huwa yamekufunga, yamkini ni tabia, kuna tabia fulani unatamani utoke kwenye tabia, unashindwa kutoka. Kwa hiyo unapokuwa unaamka kufanya maombi ya usiku wa manane, unapokuwa unaomba unavunja, ni wakati ambao vifungo huwa vinavunjika. Vifungo, kila aina ya vifungo, vizuizi huwa vinavunjika. Lakini jambo la tatu ambalo linatokea unapoamka kufanya maombi wakati wa usiku wa manane, unapata ufunuo na maono. Hii ni saa ambayo Mungu huzungumza kwa kina, kwa sababu akili yako inakuwa imetulia na roho yako inakuwa iko tayari kusikia. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15 imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja
Naam, hata mara ya pili ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajiliapo watu katika usingizi kitandani. Unapoomba katika saa hizi, unajiweka kwenye nafasi ya kupokea maelekezo ya mbinguni. Kwa hiyo huu ni wakati unapokuwa unaamka kufanya maombi wakati wa usiku wa manane, unapata ufunuo na maono, unaanza kupata ufunuo na maono. Mungu anaanza kufunulia vitu mbalimbali. Ndio maana wengine baada ya kufanya maombi wakati wa usiku wa manane, anapopumzika au anapokuwa katika kuomba, Mungu anaanza kumfunulia vitu mbalimbali. Lakini jambo la nne, unapoamka kufanya maombi wakati wa usiku wa manane, jambo la nne ambalo linatokea, unatawala siku yako kabla hujaianza. Hii ni moja ya siri kubwa sana. Unaweza kuamua matokeo ya siku yako kabla jua halijachomoza. Unaweza kuamua siku yako itakuwaje kabla jua halijachomoza. Unaweza ukaipangilia siku yako kabla jua halijachomoza. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 38 na mstari wa 12 imeandikwa, je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeajulisha mapambazuko mahali pake? Kwa hiyo unapoomba kabla ya alfajiri, unatoa amri juu ya siku yako na kuipangilia siku yako itakuwaje. Kwa hiyo kumbe, unapoamka wakati wa usiku wa manane, jambo la kwanza ni unaitawala siku yako kabla hujaianza. Unaanza kuitawala, unaanza kuiratibu siku yako. Unajua wakati wa usiku wa manane, upande wa giza huwa wanapanda mapando, huwa wanatengeneza mipango yao, huwa wanaiharibu siku yako. Kwa hiyo wewe unapoamka tena wakati wa usiku wa manane ukaanza kuomba, maana yake ile mipango ya adui zako itasambaratika yote. Maana yake ni wakati wa kuipangilia siku yako. Unataka siku yako iweje? Ni wakati wa kuitamkia siku yako, ni wakati wa kuitamkia alfajiri yako. Unaitamkia kana kwamba asubuhi yangu itakuwa njema, siku yangu itakuwa njema, ninaachilia damu ya Yesu na itakasa siku yangu, ninaharibu kila mipango ya giza. Kwa hiyo unapoamka wakati wa usiku wa manane kuomba, ni wakati ambao unaipangilia siku yako kabla haijaanza. Lakini pia jambo la tano, unajenga ulinzi wa kiungu. Maombi ya usiku yanajenga ukuta wa ulinzi dhidi ya hatari za kiroho na kimwili. Hii ni saa ya kujificha ndani ya Mungu, mahali ambapo adui hawezi kufika. Kwa hiyo unapoamka kufanya maombi wakati wa usiku wa manane, unajenga ulinzi wa kiungu. Lakini jambo la sita, unachochea moto wa imani ndani yako. Kuamka usiku kuomba si rahisi, lakini unapoifanya mara kwa mara, unajenga nidhamu na nguvu ya kiroho isiyoyumba. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 26 na mstari wa 41 imeandikwa, nukuu, kesheni mwombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Kwa hiyo unaposhinda mwili wako, roho yako inakuwa na nguvu zaidi. Roho yako inakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo ni wakati ambao unachochea moto wa imani ndani yako. Lakini pia jambo la saba linalotokea unapoamka kufanya maombi wakati wa usiku wa manane, unagusa neema ya kipekee ya Mungu. Unagusa neema ya kipekee ya Mungu. Kuna neema inayopatikana tu kwa wale wanaomtafuta Mungu kwa bidii, hasa wakati wengine wamelala. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 8 na mstari wa 17 imeandikwa, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Hii ni saa ya wale wanaotafuta zaidi ya kawaida na wanapokea zaidi ya kawaida. Kwa hiyo hii ni wakati ambao unapoamka wakati wa usiku wa manane, unagusa neema ya kipekee ya Mungu. Hii ni saa ambayo wale wanaomtafuta hii ni saa ya wale wanaotafuta zaidi ya kawaida na wanapokea zaidi ya kawaida. Lakini jambo la 8 ambalo linatokea unapoamka kufanya maombi usiku wa manane, unavuruga mipango ya adui kabla haijatimia. Usiku ni muda ambao mara nyingi mipango mibaya hupangwa kiroho, lakini unapoinuka kuomba, unaikatiza kabla haijadhihirika. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 23 na mstari wa 23 imeandikwa, nukuu, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, na ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Kwa hiyo wakati wa usiku wa manane unapoamka kufanya maombi, ni wakati unavuruga mipango ya adui kabla haijatimia. Maombi yako yanakuwa kama moto, unachoma kila mpango iliyopangwa gizani. Ni wakati ambao unakuwa unaharibu mipango yote ya adui kabla haijatimia, unaiharibu. Kwa hiyo maombi ya usiku wa manane ni maombi ambayo huwa yana nguvu. Lakini
Jambo la 9, unaitwa kwenye ushirika wa ndani zaidi na Mungu. Hii ni saa ya ukaribu wa kipekee sana, mahali ambapo si maneno mengi bali uwepo wa Mungu unazungumza nawe. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 63 na mstari wa kwanza imeandikwa, Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema, nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku, katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Kwa hiyo unapoamka wakati huu unaonyesha kiu ya kweli, na Mungu hujifunua kwa wenye njaa ya roho. Lakini jambo la 10 ambalo linatokea unapoamka kufanya maombi wakati wa usiku wa manane, unapata nguvu mpya ya kiroho. Maombi ya saa hizi huleta upya wa nguvu kama beti inavyochajiwa upya kabla siku kuanza. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 40 na mstari wa 31 imeandikwa, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kwa hiyo hata kama ulikuwa umechoka kiroho, saa hizi zinakurudisha katika kiwango kingine kabisa, unapata nguvu za kiroho. Lakini jambo la 11, unapoamka kufanya maombi wakati wa usiku wa manane, akili yako inafunguliwa hekima ya kiungu. Akili yako inafunguliwa hekima ya kiungu. Kwa hiyo hii si hekima ya kawaida, ni ufahamu wa ndani unaokuja ghafla. Maamuzi yanakuwa sahihi bila kuchanganyikiwa. Kwa hiyo ni wakati ambao akili yako inafunguliwa hekima ya kiungu na unapokea hekima ya kiungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 2 na mstari wa 6 imeandikwa, kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Kwa hiyo katika utulivu wa usiku, sauti ya Mungu inakuwa wazi zaidi kuliko kelele za mchana. Lakini jambo la 12, milango iliyofungwa inaanza kufunguka. Kuna mambo ambayo ulikuwa ukipigania kwa muda mrefu, lakini kupitia maombi ya usiku, ghafla mambo yanaanza kusogea, unaanza kuona milango inafunguka. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 45 mstari wa 2 imeandikwa, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa hiyo hii ni saa ya kuvunja vizuizi ambavyo mchana havikutikisika. Lakini jambo la 13 linalotokea unapoamka kufanya maombi wakati wa usiku wa manane, unapata utambuzi wa vitu visivyoonekana. Unaanza kupata utambuzi wa vitu visivyoonekana. Unaanza kuhisi na kuelewa mambo kabla hayajatokea. Roho yako inakuwa makini zaidi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 15 imeandikwa, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Biblia inasema lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Kwa hiyo ni wakati ambao unaanza kupata utambuzi wa vitu visivyoonekana. Kwa hiyo hii inakulinda dhidi ya maamuzi mabaya na mitego isiyoonekana. Kwa hiyo unaanza kuwa na utambuzi wa vitu, unaanza kuwa na uelewa, kabla kitu hakijatokea unaona kabisa ukifanya jambo hili kuna kitu fulani kitatokea. Unakuwa ni mtu ambao unakuwa unapata utambuzi, unaanza kuyatambua mambo kabla hayajatokea. Lakini jambo la 14, unawasha moto wa mapambano ya kiroho. Haya si maombi ya kawaida, ni vita, na unapodumu katika saa hizi unakuwa askari halisi wa kiroho, unakuwa shujaa wa rohoni. Unapoamka masaa haya kufanya maombi, ni wakati ambao wa kufanya maombi ya vita. Kwa hiyo unakuwa shujaa. Ndio maana ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa 12 imeandikwa, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapoomba unashiriki vita ambayo macho hayaoni, lakini matokeo yake yanaonekana wazi. Lakini jambo la 15 ambalo linatokea unapoamka kufanya maombi wakati wa usiku wa manane, unapanda mbegu ya mafanikio ya siku nzima. Kila maombi unayofanya saa hizi ni kama mbegu unayopanda, na siku yako itavuna kile ulichopanda. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 126 na mstari wa 5 imeandikwa, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Kwa hiyo kama unapanda maombi utavuna ushindi. Jambo la kutambua, saa 8 hadi saa 11 si muda wa kawaida. Ni eneo la kubadilisha hatima, ni eneo la kuvunja laana, ni eneo la kupokea nguvu isiyo kawaida. Wakati wengine wamelala, wewe unaweza kuwa unafungua milango ya maisha yako. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani. Lakini pia Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako
kushare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Mungu akajibu haja ya moyo wako. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.